Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Simba kwa sasa inacheza ikiwa chini ya kocha Suleiman Matola kama kocha msaidizi, ambapo unafahamu ya kwamba kocha mkuu aliondoka na kuelekea zake Laja Athletic. Nazungumzia si mwingine bali ni Fadlu Davis Rockman. Unafahamu ya kwamba aliweza kufikia makubaliano ya pande zote mbili na uongozi wa klabu ya soka ya Simba juu ya kuweza kuendelea kuitumikia klabu hiyo. Sasa taarifa ikufikia kwamba klabu ya soka ya Simba tayari imeweza kupata kocha mpya, kocha hatari, kocha mwenye viwango vya kutosha kabisa, ambaye anakwenda kuweza kuisogeza Simba kwenye nchi ya ahadi kwa mujibu wa kile ambacho kinachoonekana. Ana uzoefu wa kutosha na soka la Afrika, rekodi zake pia zipo ni kubwa. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo klabu ya soka ya Simba watakwenda kukutana nayo kutoka kwa kocha mpya ambaye anaingia ndani ya kikosi hicho kubeba mikoba ya Fadlu Davis, ambaye nimekuarifu kwamba aliondoka kwenye kikosi hicho. Sasa ni nani huyo ambaye anakuja kuweza kuisogeza Simba katika nchi ya ahadi? Ni huyo hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Karibu. Bana, klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni wana Simba Sport Club. Inaelezwa kwamba tayari huko wameweza kufanya jambo ambalo la kuweza kumpata kocha mpya, mchakato ambao ulikuwa ukiweza kufanyika kwa siku kadhaa. Hatimaye wameamua kuweza kudondokea kwa moja kati ya makocha ambao waliwahi kuifundisha na kufundisha hapa Tanzania kwa mafanikio makubwa kabisa. Si mwingine bali ni Profesa Nasbi Nabi, ambaye kwa sasa inaelezwa kwamba yupo katika mazungumzo ya mwisho na uongozi wa klabu ya soka ya Simba kwa ajili ya kuenda kutua kwenye kikosi chao. Taarifa zinaelezwa kwamba Profesa Nasbi Nabi anatua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa mujibu wa kile ambacho kinachoelezwa, huku kocha Nabi kutua kwake ndani ya kikosi cha Simba inaelezwa kwamba ni mwendelezo wa kufanya mapinduzi makubwa, ambapo klabu ya soka ya Simba kwa sasa inaelezwa kwamba tayari huko wamefikia makubaliano ya pande zote mbili, ambapo hapa nazungumza alizungumza mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba kile hapa nazungumzia kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwa sasa, ambapo inaelezwa mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Murtaza Mangungu awajibu wanaozusha kwamba kocha Nasbi Nabi yupo nchini Tanzania kwa ajili ya kumalizana na wekundu wa Msimbazi Simba. Alipoulizwa juu ya tuhuma hizo alijibu na kusema klabu ya Simba haiwezi kuishi kwa tetesi, na kusema kuwa Simba haijaweka siku ya mwisho ambayo ina limiti kuwa lazima wawe na kocha mpaka kufikia hiyo siku. Lazima inafanya tathmini ili iweze kufanya chaguo lililo sahihi. Pia aliendelea kutabanaisha hayo Mangungu alisema kama mnataka kujua taarifa zaidi za Nasbi Nabi mfuateni aliyewaambia hizo taarifa. Anaweza kuwa na taarifa zaidi, lakini Simba itatoa taarifa yake pale ambapo mambo yote yatakamilika. Unaona bana, akiweza kuzungumzia juu ya Profesa Nasbi Nabi kwa yale ambayo yanayozungumzwa juu ya ujio wake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinaeleza kwamba Nabi anakwenda kutua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana kwenye mitandao ya kijamii. Taarifa ni kubwa kuhusiana na Profesa Nasbi Nabi juu ya kile ambacho kinachoonekana. Nabi inafahamika ya kwamba ni moja kati ya makocha wazuri na wenye rekodi nzuri. Aliwahi kuifikisha klabu ya Young Africans katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya fainali, lakini akapoteza mchezo huo, ambapo ndio timu ambapo alipoweza kuachana nawe Young Africans, na sasa
akaenda zake kule Farabate, akatoka Farabate akaenda kujiunga na klabu ya soka ya Kaizer Chiefs, na sasa yupo mtaani anakula maisha baada ya kuweza kupigana nao chini kutokana na mwenendo ambao sio mzuri wa klabu ya Kaizer Chiefs. Lakini taarifa ambao ameitoa kauli ya kocha Nasr Bin Nabi kuhusu ujio wake ndani ya ardhi ya Tanzania, anasema ya kwamba nimeona watu wanasema nimekuja hapa kwa ajili ya Simba, wengine wanasema Yanga. Hapana, nipo hapa kwa safari yangu binafsi. Nadhani hii ni mara ya 3 na kuja Tanzania. Tanzania ni nyumbani, ndio maana napenda sana kuja hapa. Tangu nimefika sijakutana na kiongozi yeyote wa Simba wala Yanga. Nikimaliza mambo yangu nitaondoka. Kocha Nasr Bin Nabi, kauli hii imekuja wakati taarifa zikidai Simba ambapo wamemalizana na kocha huyu. Ikumbukwe kwamba pengine inaweza ikawa ni kukanushwa, lakini pia inaweza ikawa ni uhakika ama si uhakika, kwani lolote linaweza kutokea wakati wowote kuanzia sasa, ambapo klabu ya soka ya Simba ambayo yenyewe inaelezwa kwamba pengine inaweza ikashusha kocha pengine mapema zaidi kufuatia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Mambo yanaonekana kuwa mazito ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Maisha pengine yanaweza kabadilika mapema kabisa. Wakati huo klabu ya soka ya Simba wapo kileleni. Simba wametoa msimamo wa ligi kuu, wanasema kama au kukumbuka screenshot msimamo basi mmekula kwenu. Mnyama anasema ashuki mpaka mwisho wa msimu. Unaona bana, ambapo Simba yupo kileleni, hajafungwa wala haja draw mechi zote mbili, ameweza kushinda. Ameshinda magoli 6 na ana pointi 6 mpaka sasa. Unaona bana, huku akisema ya kwamba hawezi kushuka wala kuweza kufanya jambo la aina yoyote ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo kile kinachoendelea. Ikumbukwe kwamba klabu ya soka ya Simba pengine ni wakati sahihi sasa huenda wakarejesha yale makali yao kutokana na kile ambacho kinachoonekana kwenye kikosi cha Yanga, kwamba Yanga bado na wenyewe wanajitafuta katika mchakato huu ambao umekuwa ni mzito kweli kweli, ambapo mpaka sasa Young Africans na wao ona kama vile mambo huenda yakawa ni magumu ndani ya kikosi hicho. Lakini ilielezwa kwamba Simba walikwenda kwa kocha hapa nazungumzia wa JKT Ahmad Ally, lakini Ahmad Ally aliweza kuwatolea Simba nje, na kauli yake ni kama ifuatavyo. Anasema kwamba kwenda kuwa msaidizi wa mtu sio issue, ila inategemea na malengo ya mtu alionayo. Mimi naamini hakuna kocha ambaye atamani kuzifundisha hizi timu kubwa. Kila mtu anatamani kukua kwa kile anachokifanya, na ili kufikia huko inatakiwa kupita njia sahihi na sio njia kama kuna kusaidia kazi. Hapana, inatakiwa waangalie uwezo wa mtu na apewe kazi kwa uwezo wake alioonyesha, na akipewa nafasi aseme kile alichokiona ili akifanyie kwa ubora, ili waamini kile ambacho walikuwa wanakiona analifanya. Unaona bana, kwa hiyo yeye alichomoa kwenda kuwa kocha msaidizi. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.